Mkuu wa jeshi la Pakistani Asim Munir amezungumza kwa njia ya simu na rais wa Marekani Donald Trump kuelekea siku ya Jumatatu ambayo inatajwa Marekani na Iran watakutana Pakistan. Rais wa Marekani Donald Trump alizungumza na mkuu wa majeshi huyo wa Pakistani Asim Munir akiwa katika ziara rasmi nchini Irani, na kituo cha Al Arabiya English kimeripoti Jumapili hii, taarifa hii kikihusisha taarifa hizo na vyombo vya habari vya Pakistan. Simu hiyo ya Trump inaripotiwa kufanyika mbele ya maafisa mbalimbali wakiwemo makamu wa rais JD Vance, waziri wa mambo ya nje Marco Rubio, mkuu wa Pentagon Peter Hegseth na waziri wa hazina Scott Bessent. Inaripotiwa kuwa Trump alijadiliana na Munir kuhusu hali katika mlango bahari wa Hormuz na maelezo ya makubaliano na Irani. Munir alihitimisha ziara ya siku 3 Irani. Jeshi la nchi hiyo pia limesema Jumamosi baada ya kukutana na viongozi wakuu wa Irani na wajumbe wa mazungumzo kama sehemu ya jitihada za kusitisha vita vya Mashariki ya Kati. Munir alikutana na rais wa Irani, waziri wa mambo ya nje, spika wa bunge na mkuu wa kituo cha amri kuu ya kijeshi cha Irani, taarifa hiyo ilisema. Ziara hiyo ilionyesha nia thabiti ya Pakistani na kuwezesha suluhu ya mazungumzo na kukuza amani, utulivu na ustawi, jeshi liliongeza. Spika wa bunge la Irani Mohammad Bagher Ghalbaf na waziri wa mambo ya nje Abbas Araghchi waliongoza ujumbe wa Irani kwenda Islamabad kwa ajili ya mazungumzo ya amani na Marekani wiki 1.5 iliyopita, ikiwa ni mawasiliano ya ana kwa ana ya ngazi ya juu zaidi kati ya nchi hizo mbili katika miongo kadhaa. Mazungumzo hayo yalimalizika bila makubaliano, lakini diplomasia inaendelea baada ya hapo. Mazungumzo ya mkuu wa jeshi la Pakistani Asim Munir pamoja na rais wa Marekani Donald Trump yanakuja wakati ambapo siku ya jana rais wa Marekani aliharibiwa mtazamo wake wa furaha aliyokuwa nao tangu siku ya Ijumaa baada ya Irani kutangaza kufunga tena mlango bahari wa Hormuz. Mlango bahari wa Hormuz uliripotiwa kufungwa mapema na jeshi la Irani na jeshi la majini la Irani baada ya kudai kile alichokifanya Marekani ni uvunjifu wa sehemu ya makubaliano kuelekea duru ya pili ya kutafuta mpango wa amani wa kudumu. Rais wa Marekani alieleza kwamba pamoja na Irani kufungua mlango bahari wa Hormuz siku ya Ijumaa, lakini kizuizi kitaendelea eneo hilo pamoja na katika bandari za Irani. Marekani imezuia meli mbalimbali zinazoenda kufanya biashara na Irani katika bandari zake pamoja na kuzuia meli kutozwa ushuru na Irani katika mlango bahari wa Hormuz. Aidha, hatua ya Irani kufungua mlango bahari wa Hormuz ilikuja baada ya Marekani kueleza kwamba Lebanon pamoja na Israeli wamekubali kusitisha mapigano kwa muda wa siku 10 kwa ajili ya kupisha mazungumzo ya Marekani na Irani nchini Pakistan. Hatua hiyo iliwaonesha Irani kwamba Marekani ana nia ya dhati ya kwenda katika meza ya mazungumzo kutafuta amani ya kudumu Mashariki ya Kati. Baada ya Marekani kutangaza kwamba pamoja na Irani kufungua mlango bahari wa Hormuz kwa meza ya biashara tu, kizuizi kitaendelea katika bandari zote za Irani, hatua ambayo iliwakasirisha Irani na kutangaza kufunga tena mlango huo wa bahari.